Watazamaji, karibu sana marafiki katika safari yetu ya kuelewa kitabu cha Ayubu. Tutaomba. Baba wetu na Mungu, asante kwani unatupenda. Mubariki yule mtazamaji na umtakase kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Leo tuko kwenye somo la 9 linalokuwa na kichwa kinachosema Mungu anapoongea na mwanadamu anatumia vitu gani katika maongezi yake na mwanadamu? Hiyo ni swali la pekee ambalo tunakuja kujibu kulingana na kitabu cha Ayubu 33 hadi Ayubu 37. Hapo ndipo ambako tunapatikana katika kitabu cha Ayubu 3:2 tafadhali hadi 3:7. Hapo ndipo somo letu tumelijenga. Mungu anapoongea na mwanadamu anatumia nini? Ukisoma shairi la 14 kitabu cha Ayubu 3:14 inasema, kwa maana hunena mara moja, naam mara mbili, ijapokuwa mwanadamu hajali. Mungu ananena na mwanadamu mara moja, mara mbili, lakini mwanadamu hajali. Yule mtu ambaye tunataka kumwongelea katika somo hili, ambaye anajitokeza katika mjadala kati ya Ayubu na marafiki zake, anaitwa Elihu. Elihu ndiyo alipojitokeza akaleta fundisho tena la pekee katika mjadala ambao uliendelea kati ya Ayubu na marafiki zake. Sasa yule mtu anaitwa Elihu. Sasa swali la msingi katika somo letu ni nini? Elihu ni nani? Alitokea wapi? Kwa nini katika mjadala wote, mazungumzo kati ya Ayubu na marafiki zake, huyu Elihu alinyamaza? Kwa nini hakujitokeza, wapendwa? Jibu linapatikana katika Biblia. Elihu alikuwa ni nani? Elihu katika kitabu cha Ayubu 3:2 aya yake ni ya pili, kuna neno la pekee linalosema hivi. Aya ya pili nasema, ndipo zikawaka hasira za huyo Elihu mwana wa Barakeli, mbuzi katika jamaa ya Ramu, juu ya Ayubu, kwa sababu alikuwa amejipa haki mwenyewe zaidi ya Mungu. Mungu abariki neno lake. Wapendwa, Biblia inapoelezea huyu Elihu, inasema Elihu hasira yake iliwaka. Na huyo Elihu inamtaja alikuwa ni nani? Wanasema alikuwa ni mtu anayeitwa mwana wa Barakeli, na tena alikuwa ni mbuzu wa jamaa ya Ramu. Hivi ndivyo wanavyomtaja. Wapendwa, kutokana na mstari huu tunajifunza kwamba jina la Elihu lina maana gani? Jina la Elihu lina maana Mungu wangu ndiye yeye, au yeye ni Mungu wangu. Baba yake yule Elihu anaitwa Barakeli. Mpendwa, huyu Elihu alikuwa mtoto aliyetokea katika ukoo wa Buzi, kulingana na Mwanzo 22 aya yake ya 20 na aya ya 21. Na huo ukoo unaonekana kutokea katika familia ya Nahori, na Nahori ni ndugu yake Ibrahimu. Yaani unakuta kwamba huyo Elihu hakuwa mmoja wa marafiki watatu, lakini alikuwa amekaa akisikiliza maongezi ya Ayubu na marafiki zake wale watatu. Sasa swali la msingi Elihu, tunapokuwa tumepima kumtambulisha kidogo, swali la msingi ni hili: kwa nini Elihu hakuzungumza katika sura zote za kitabu cha Ayubu? Sasa sauti yake inakuja kusikilikana, ama tunakuja kusikia sauti ya Elihu katika katika sura ya 32. Kwa nini? Ukisoma aya 4 hadi ya 7 utakuta kwamba Elihu mwenyewe alisema, nilingoja kwa sababu ninyi mlikuwa wazee. Hivi ndivyo anavyojibu. Anasema nilingoja kwa sababu ninyi, anaelezea marafiki zake, na Ayubu
Anasema nilingoja kwa sababu ninyi mlikuwa wazee. Katika utamaduni wa kale, vijana hawakuruhusiwa kuongea ama kuzungumza mbele ya wazee mpaka wazee wamalize mazungumzo, ndipo kijana ataweka maneno yake. Hivyo ndivyo ilitakiwa, na hiyo ilikuwa ndio adabu. Ndio maana huyo kijana alikaa kimya kwa heshima, si kwa sababu hakuwa na jambo la kuongea, lakini alikaa kimya. Funzo kubwa ni kwamba hekima, mpendwa, ya kweli ujua wakati wa kunyamaza na ujua wakati wa kuongea. Hekima ya kweli inakufundisha wewe, inanifundisha mimi kujua wakati wa kuongea na kujua wakati wa kunyamaza. Mtu mwenye hekima anajulikana kwa vitu viwili. Anajua wakati wa kunyamaza na anajua pia wakati wa kuongea. Swala la msingi, wewe unayo hekima kweli? Sasa swali hapa sasa, kulingana kitabu cha Ayubu 32 aya 2 hadi 5, wanasema Ayubu alikasirika. Sasa kwa nini Ayubu alikasirika? Huyo Elihu, tafadhali, kwa nini Elihu alikasirika? Biblia inasema Elihu alikasirika kwa mambo mawili. Jambo la kwanza ni kwamba Elihu alikasirika kwa sababu ya Ayubu. Katika matetezi ambayo Ayubu aliyaonyesha, Ayubu alijitetea kwamba yeye ana haki, na yeye alikasirikia haki ya Ayubu, ingalawa Ayubu yeye si mkamilifu. Alikasirikia jambo lile, kuonyesha kwamba hata kama amejitetea uzuri wake, yeye hajakamilika, yuko duniani. Jambo la pili ambalo Elihu alikasirikia, Elihu alikasirika kwa sababu ya marafiki watatu wa Ayubu. Aliona kwamba marafiki wa Ayubu walimhukumu Ayubu bila kuwa na ushahidi wowote. Walihukumu Ayubu bila kuwa na ushahidi wowote. Hiki ndicho Elihu alikasirikia. Kijana anatazama wazee wanaongea upuuzi. Ni kwamba kwa kutafakari kitabu cha Ayubu unaweza kugundua kumbe kuna vijana wenye hekima pia katika jamaa. Usimuonee yule kijana. Ikiwa anatawaliwa na Roho wa Mungu na ana ufahamu wa mbinguni, ni kijana mwenye hekima. Wapendwa, je, Elihu huyu alikuwa sahihi katika maongezi yake? Wapendwa, tungelikuwa na muda tungelisoma sura yote ya 32 na 33 hadi 37 ili tuelewe Elihu. Lakini unaweza kumsoma pale nyumbani, mpendwa. Sasa Elihu katika hasira yake, katika maongezi yake, je, alikuwa sahihi? Tofauti ya Elihu na marafiki zake, Elihu yeye hakumhukumu Ayubu, lakini marafiki za Ayubu walimhukumu Ayubu. Huyo Elihu alisisitiza ukubwa wa Mungu. Alifundisha kwamba mateso yanaweza kuwa njia ambayo Mungu hufundisha wana wake. Alionyesha kwamba mateso yanaweza kuwa njia ambayo Mungu huleta wana wake kuelewa uungu na nguvu za Mungu. Ndio maana katika Ayubu 42 aya yake ni ya 7, Mungu aliwakemea Elifazi, Bildadi na Sofari, lakini hakumtaja Elihu. Ni kwamba Elihu alikuwa sahihi katika mambo yake. Wewe rafiki mpendwa, unapokuwa na hasira kwa marafiki, unapokuwa na hasira katika jamaa, unapokuwa na hasira katika baraza za kanisa, hasira zako ziko juu ya nini? Hasira yako inasimama juu ya nini, mpendwa? Sasa tuone sasa hili neno la pekee ambalo Elihu alilisema. Je, Mungu anapoongea na mwanadamu anatumia mbinu gani katika maongezi? Ayubu 33 aya 14 hadi 30 tunakuta kwamba Elihu anapoelezea, Elihu alifundisha kwamba Mungu huzungumza na wanadamu kupitia njia nyingi. Njia ya kwanza
anasema kupitia neno lake. Njia ya pili, kupitia dhamiri. Ndio maana kuna wengi tuna msemo ambao umekuwa sana, unasema dhamiri ni polisi. Mungu anaongea kupitia neno lake. Mungu anaongea kupitia dhamiri. Anaendelea kusema Mungu anaongea kupitia ndoto. Mungu anaongea kupitia roho wake. Mungu anaongea kupitia mateso na majaribu yanayotupata. Mungu anaongea kupitia njia hizi, na anasema kwamba lengo la mateso kufikia mwanadamu haiji. Mungu hakubali mateso kupata mwanadamu kwa ajili ya kumharibu, bali Mungu anakubalia mateso kwa ajili ya kumrudisha mwanadamu katika njia ya usawa. Anakubalia mateso kwa ajili ya kumkinga mwanadamu dhidi ya kiburi. Anakubalia mateso kumfundisha mwanadamu utiifu. Anakubalia mateso kukomalisha maisha yake ya kiroho. Hivi ndivyo Eliya anavyofundisha leo. Mpendwa, kulingana na hiyo mafundisho ambayo Eliya anayatoa, Eliya anaendelea kusema kwamba Mungu ukubwa wake hauwezi kupima kupitia akili ya binadamu. Ukubwa wake unakuwa juu kuliko akili ya binadamu. Ndio maana Eliya katika masomo yake anasema kwamba ukubwa wa Mungu huonekana kupitia radi, huonekana kupitia umeme, huonekana kupitia mvua, huonekana kupitia mawingu, huonekana kupitia upepo, huonekana kupitia nguvu za uumbaji. Huyo Eliya anataka Ayubu na anataka na sisi leo tuelewe kwamba hatuwezi kueleza kazi ya muumbaji wetu. Hatuna maneno ya kueleza ukubwa wa namna Mungu anavyotenda na anavyofanya mambo yake. Basi hatuwezi kuweza kwa kweli. Ndio maana Eliya anatufundisha leo na anatayarisha njia ya Mungu katika maisha ya Ayubu. Na Eliya alipomaliza kuongea, ndipo na Mungu naye akaongea, wapendwa. Amina. Yaani kupitia njia hizi ambazo Eliya amezitaja hapa, zinabidi ziwe njia ambazo inabidi tumwelewe Mungu wetu. Na ili tuelewe jambo hili, inabidi tujifunze mafundisho makuu katika jambo ambalo tumelisoma leo. Jambo la kwanza ni kwamba Mungu anapoongea, anapotaka kumrudisha mwana wake, anaweza kupitia katika njia tofauti ambayo mtu wake mwenyewe haijui na haifahamu. Jambo la pili ni kwamba hekima ya kweli hutokea wakati umekuwa na akili ya kunyamaza na ya kuongea kwa wakati unaofaa. Jambo la kufuata ni kwamba si kila mateso inayotupata ni adhabu ya dhambi. Acha nikuambie kwamba rafiki mpendwa, Mungu anapotaka kuongea na jamaa lako, anapotaka kuongea na kanisa, anapitia katika vitu vinavyokuwa tofauti na njia zinazokuwa tofauti. Mpendwa, mkubali Kristo, kwani yeye ndiye njia kamili ya kuelewa Mungu ni nani katika maisha yetu. Mungu atubariki kwa jina la Yesu. Amena.